Karibu kwenye True Story na mimi Zeisha, mahali ambapo simulizi za kweli hukutana na hisia za kweli. Hapa ndipo tunasimulia maisha halisi, maamuzi magumu, mafanikio, maumivu na siri zilizojificha nyuma ya tabasamu za wengi. Jiandae kusikiliza stori ambazo zinaweza kubadilisha namna unavyoiona dunia. Wanasema kila mtu ana historia yake, lakini zipo historia ambazo hujawahi kuzisikia popote. Zipo historia ambazo watu wengi wanatamani kushare, lakini hawajapata pa kushare. Karibu kwenye True Story na mimi Zeisha. Kabla tujaendelea, tusisahau kusubscribe kwa watu ambao hawajasubscribe ili muwe mwanafamilia wa channel hii. Pia usisahau kulike, kucomment na kushare. Tunaendelea. Ni siku nyingine tena, tunaendelea tena na sehemu yetu ya pili ya Juma. Je, amelala na mama yake mzazi au la? Karibu nikusimulie. Kesho yake saa 7 ilipofika, nikaenda nikafungua. Nilivyofungua, cha ajabu, nakutana na mwili wa mama yangu mzazi. Nilishtuka sana, nikamuuliza mganga, huyu si mama yangu? Akanambia ndio. Nikamwambia sasa nawezaje kufanya mapenzi na mama yangu? Nawezaje yani kufanya mapenzi na mama yangu mzazi? Akanambia kijana, acha ubishi wala acha maswali mengi. Utafanya mapenzi na mama yako kila siku, na mama yako hatojua, na yeye hawezi kujua kama wewe anafanya mapenzi na wewe. Kwa hiyo wewe fanya mapenzi naye ili maisha yako yaweze kubadilika. Au utaki utajiri? Nikamwambia mimi nataka utajiri. Nikifikiria maisha ambayo naishi Dar es Salaam na marafiki zangu, tunashare chumba kimoja watu 4, milo haieleweki, nikasema hapana, mimi nataka utajiri. Akaniambia sawa. Kweli siku ya kwanza nilifanya naye mapenzi, siku ya pili hivyo hivyo, mpaka zilivyotimia siku 7. Akaniambia siku 7 zilivyofika, nikafungua jeneza. Kufungua jeneza, kitu ambacho nimekutana nacho, nilishtuka sana 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 sana. Jamani, kabla tuendelea, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu hii ya Nia TZ, kulike, kucomment na kushare ili historia ziweze kuwafikia wengi. Pia usisahau kunifollow katika mtandao wa TikTok, natumia official Zeisha One. Juma anaendelea kutueleza. Juma anasema, nilipofungua lile jeneza nilishangaa sana. Nilikutana na hela nyingi sana, limejaa jeneza zima, 10,000 tupu. Nazishika zile hela ni mpya kabisa, kana kwamba zimetoka benki leo. Nilifurahi sana sana sana. Akanambia kazi yangu nimemaliza, ila sharti kila siku ikifika usiku saa 7 ni muda wa kufanya mapenzi na mtu utakayemkuta kwenye hilo jeneza, na asubuhi yake utakuta pesa utaziweka pembeni. Nikamwambia sawa. Nilimpigia simu rafiki yangu, kweli akaja akanifuata, nikabeba jeneza langu nikarudi zangu Dar es Salaam. Rafiki yangu akanambia hayo ndo maisha yanavyokuwa, huo ndo ujasiri. Alinitafutia madalali, nilitafuta nyumba na mimi nikanunua nyumba ya Masaki. Nilinunua nyumba $200,000. Nilinunua nyumba tofauti tofauti, nilinunua magari, nikaanza kufungua biashara tofauti tofauti, kiasi kwamba niliwatumia ndugu zangu misaada. Nilienda kijijini kwetu, nilimjengea mama yangu na wadogo zangu. Walifurahi sana. Mama yangu aliniuliza, mwanangu, unafanya shughuli gani za Dar es Salaam? Au umejiingiza katika ujambazi? Au unauza madawa ya kulevya? Nikamwambia mama, hapana, mimi tu napambana katika mipango yangu, mimi imetiki. Sasa hivi namshukuru Mungu, endelea vizuri. Mama akaniambia jitahidi usifanye biashara haramu, si biashara nzuri na hazina mwisho mzuri. Nikamwambia mama, mimi sifanyi biashara haramu, mimi nafanya biashara zangu ndugu za kawaida, nauza matunda, nifanya biashara kuuza matunda mzuri tu mjini. Mama akaniambia sawa. Nirudi zangu mjini, nikaendelea na maisha. Nilikuwa nafanya masharti yale yale ambayo ameniambia mganga kila siku. Sikutaka kukosea masharti kabisa.
Kila siku ulikuwa muda ule ule naamka, naenda kulala na mama yangu ndani. Nikimaliza pale, kesho yake asubuhi nikienda naingia kile chumba, natoa zile hela nazifanyia matumizi. Maisha yalikuwa mazuri mno. Nilikuwa nakula vyakula ambavyo nilitamani kuvila. Nilikuwa na maisha ambayo naweza kununua nguo wakati wowote. Nilibadilisha magari. Sharti ni kwamba sikuruhusiwa kuwa na mwanamke mwingine yeyote zaidi ya ile maiti ambayo mpaka maiti tena, zaidi ya yule mamangu ambaye anafanya naye mapenzi kwenye jeneza. Kwa hiyo wanawake wazuri walikuwa nawaona, lakini nashindwa kudili nao, nashinda kuwa nao katika mahusiano. Nilikuwa nikitamani wanawake wazuri, nikitamani familia, lakini siwezi. Miaka ilizidi kukatika, maisha ilizidi kuendelea. Siku moja nimelala usiku, nikaota ndoto. Niliota kwamba kuna mtu mkubwa ambaye amenijia chumbani kwangu. Jitu likubwa lirefu, lile makucha marefu, manywele marefu. Yaani ni mtu ambaye wa ajabu. Nilishtuka. Nilivyoshtuka yule mtu nilimuona kweli chumbani kwangu. Nikaanza kuogopa. Akaniambia usiogope. Usiogope Juma. Nimetumwa kuja kwako kukuambia kwamba ile masharti uliokuwa unafuata ya kutembea na mama yako sasa hivi umemaliza, yameisha. Kwa hiyo utazidi kuwa tajiri mkubwa. Nilichekelea sana, nikamwambia kweli? Akaniambia kweli, sasa hivi utakuwa tena unaenda kutembea na mama yako. Na utaruhusiwa kuwa na wanawake wengine, ila unatakiwa ufanye sharti hili lingine. Nikauliza sharti gani? Usiache kusubscribe, kulike na kushare katika channel yetu ya Nia TZ ili upate story nzuri za kujifunza na kila kitu. Tunaendelea. Juma anaendelea kutueleza. Sharti ambalo nililopewa lilinishtua sana. Niliambiwa kwamba takiwa nitoe kafara. Nikauliza kafara ya nini? Akaniambia yule mama yako uliokuwa unatembea naye unatakiwa umuue. Na ukishamuua utakuwa tajiri mkubwa hapa Dar. Hamna tajiri ambaye atakufikia wewe kwa utajiri. Nikamwambia hapana. Mara kwanza mliniambia nitembee na mama yangu. Nikakubali. Sasa hivi tena niweje tena nimuue mama yangu wakati nimebakia na mzazi wangu huyo huyo? Sina mzazi mwingine. Akanambia haya ndo masharti ambayo unatakiwa ufanye. Na usipofanya kitacho kutokea, sisi hatutaki lawama na wewe. Anasema kwamba mimi nilimwambia mwambie huyo mganga wako mimi siwezi kufanya hicho ambacho anataka kufanya. Siwezi kumuua mama yangu. Siwezi. Akanambia mimi ndo nimeambiwa nikwambie hivyo. Kwa hiyo unatakiwa ufuate masharti na sio kuyakataa. Ile lijitu likapotea ghafla. Nililia sana. Nilianza kujuta. Yaani leo hii utajiri ambao ndo unanifanya mimi nianze kuua familia yangu, nimuue tena mama yangu, kitu ambacho nilichokuwa kinaniwaza kichwani. Baada ya kumuua mama yangu sawa, nitakuwa tajiri, lakini tena sina amani. Mama yangu ndo furaha yangu. Nafanyeje? Nilitafakari sana. Sikupata usingizi usiku ule. Asubuhi yake niliamka nikakaa nikawaza, sikupata majibu. Jamani, wapo watu wanatabasamu nje, lakini ndani yake wana maumivu, hawana furaha. Kuna mwingine unaweza ukamwona tajiri, lakini utajiri wake ukautamani bila kujua ni nini ambapo anapitia. Juma anaendelea kutueleza. Anasema nilirudi kwa rafiki yangu. Nikaanza kumweleza. Nimeambiwa kwamba nimuue mama yangu. Rafiki yangu akasema sawa muue. Nikamwambia, wewe unachukuliaje jambo jepesi kiasi hicho? Jambo la kuua wewe unaliona jepesi? Akaniambia usione vyaelea vimeundwa. Usinione mimi niko hivi. Mimi nishamuua mama yangu, nishaua ndugu zangu. Na sasa hivi nimeambiwa tena nimuue mwanangu. Nikamwambia wewe unaweza tena ukamuua mtoto wako? Akasema mimi sina cha kupoteza. Sina cha kupoteza. Nitamuua kwa sababu sina mtoto mmoja na watoto wengi. Kwa hiyo mimi nikimtoa mtoto wangu wa kwanza nina shida gani? Nilishangaa sana. Nikamwambia sawa, haina shida. Ila mimi sitaweza. Akanambia kama hautaweza kitachokukuta mimi usiniingize tena.
mimi sina cha kusaidia kingine, kisa cha kukukuta utajiri nacho mwenyewe. Niliondoka. Nilipofika nyumbani kwangu sikupata usingizi, sikuweza kula, sikuweza kunywa, furaha yote na matamanio yote yaliingia doa. Nilikaa tu nikiwa na mawazo, nafanyeje? Akili ilinijia nitafute mganga mwingine tena, sio yule wa kwanza, mwingine anisaidie. Nilienda kwa mganga mmoja ambaye yuko Sumbawanga, ni mbibi tu, mama mtu mzima. Nilielekezwa nikaenda kwake. Nilipofika Sumbawanga kwa ule bibi, nilimuelezea hali halisi. Nikamwambia mara kwanza nilikuwa nataka utajiri, nilikuwa na maisha magumu, lakini masharti niliopewa nilale na mama yangu na nilikubali. Nilikuwa nalala na mama yangu, nimelala na mama yangu kwa kipindi cha muda mrefu sana, lakini kwa sasa naambiwa nimuue mama yangu. Mimi siwezi kumuua mzazi wangu. Kwa hiyo nilichokuwa nakitaka nijitoe katika haya maagano, nijitoe katika haya masuala ya kishetani, kwa sababu ukishaona tena nafikia masuala ya kuua ni masuala ya kishetani. Yule bibi alicheka sana sana, akaniambia mjukuu wangu, ulitaka utajiri na huo ndio utajiri, na ili ujitoe katika hayo maagano unatakiwa uache huo utajiri. Nilishtuka, nikamuuliza ni uacheje? Akaniambia kwamba sikiliza, unatakiwa hizo mali zote uziuze, hizo pesa zingine uzipeleke kwa watoto yatima, zingine umpeleke mama yako, kwa sababu yeye ambaye amesurubika katika hizo harakati zako za mali, zingine umpe mama yako na zingine umrudishie huyo mganga. Wewe usibaki na pesa ya aina yoyote ambayo inahusu hizo mambo. Nikamwambia kweli? Nikawaza, kwa mimi tena nirudi katika maisha yale ambayo kushia chumba kimoja? Akacheka akasema ndio, nitakuwa urudi katika maisha yako yaliyokuwa zamani, ila kama unataka kuendelea na utajiri unapaswa muue mama yako, utoe kafara ya damu, na damu yenyewe ni mama yako. Niliwaza sana. Akaniambia ni hivyo, naweza ukafanya haya, uwezi hivyo. Niliondoka zangu nyumbani, lakini njia nzima nilikuwa nikiwaza nafanyeje, naishi maisha gani? Yaani maisha ya raha tena yaacha, narudi tena katika maisha ya ziki, maisha ya kuchomwa na jua barabarani, kuhangaika, kung'atwa na mbu, kushinda njaa. Tena watanionaje wale marafiki zangu ambao mimi ndio nilikuwa kama bosi wao, na wengine nimewabadilishia maisha, mimi nimewapa misingi, nimewapangia vyumba wengine tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi tena narudi katika maisha ya chini. Nilifikiria, lakini nikaona bora ni hivyo, nitoke niende kwa mama yangu nikamwombe msamaha, na yule mama aliniambia nikimwomba mama yangu msamaha, kama atakubali msamaha wangu, basi na mimi nimetoka katika hayo maagano. Kweli nilianza kuuza mali zangu moja badala ya nyingine, mabiashara yangu, pesa nilienda katika vituo vya watoto yatima tofauti tofauti, nikawanunulia mahitaji ambao wanahitaji. Nikatoka hapo tena nikaenda kijijini kwa mama yangu, nikamuelezea mama yangu situation A to Z. Mama yangu alilia sana sana, akaniambia na maana kila siku naota ndoto nafanya mapenzi na mtu, kumbe na maana ile ndoto ninayoota ni ya kweli, nilikuwa nafanya mapenzi na mwanangu. Nikamwambia mama, naomba unisamehe, lakini mimi lengo langu tuishi maisha mazuri, na mama, mimi ukinisamehe sitarudi tena katika hayo maagano. Mama yangu alilia, mwisho siku akaniambia nimekusamehe mwana. Nilitoka pale nikarudi tena kule nyumbani, nikabeba yale majeneza, ile jeneza nikaenda kwa yule mzee kule, nikamrudishia ile jeneza lake. Yule mzee alisikitika sana, akaniambia kijana, umeshindwa tu sharti hilo la mwisho kidogo. Nikamwambia siwezi. Akaniambia natakuwa urudi tena kule makaburini, urudishe ile jeneza makaburini kule. Kweli nilirudi kwa kule makaburini usiku na yule mganga, nilichimba tena nikarudisha ile jeneza, nikarudi. Juma aliachana tena na zile mali, akaendelea na maisha yake ya dhuluma, maisha yake ya kuhangaika, kuendelea kutafuta kufanya biashara zake za halali. Je, swali ni kwako wewe mtazamaji, nijibu kwenye comment hapo. Kama wewe ungekuwa Juma au maisha aliyopitia Juma ndio ungekuwa wewe, ungefanya maamuzi kama alofanya yeye? Au ungekuwa mama yake Juma, je, ungemsamehe mwanao? Nijibu kwenye comment hapo chini.
Hii ndiyo ilikuwa true story ya leo. Kumbuka, kila maisha yana somo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uwe sehemu ya familia yetu ya historia za kweli kabisa. Mimi ni Zeisha. Tutaonana tena kwenye simulizi nyingine ya kusisimua zaidi. Hapa utapata masimulizi kemkem ya kujifunza maisha mbalimbali jinsi yanavyoenda. Usiache kunifuatilia, usiache kufuatilia chaneli hii. Ciao.